Ya habari yako mtazamaji wangu wa kipindi chetu cha siasa ya ulimwengu, karibu tena katika siku nyingine na wakati mwingine wa mwendelezo wa kipindi chetu, kipindi ambacho kinakuja kwa udhamini wa Mnukwa Global Visa Consultant, ambao sio tu washauri wako lakini vile vile ni wasaidizi wako ikiwa katika siku za usoni na kusudia kuelekea katika nchi za ughaibuni, nchi kama za Canada, Uingereza, nchi za Umoja wa Ulaya na Australia. Unaweza kuwasiliana nao kupitia namba hizo chini tangazo kwa msaada, ushauri pamoja na mwongozo. Tukielekea katika uchambuzi wetu wa leo, bila shaka pamekuwa na series ya kuendelea kufanyika mashambulizi baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran katika mtindo wa kujirudia, lakini kile kinachokaririwa ni kwamba kila upande mmoja umekuwa ukijaribu kuangalia sehemu ambazo hatusemi kwamba ni target kubwa sana, lakini ni target ndogo ndogo, ila mwisho wa siku ni target ambazo zinachunga mgogoro sio mkubwa sana, lakini vile vile zinachunga namna gani kila upande unaweza ukaendelea kupunguza uwezo wa upande mwingine katika ku target aina fulani ya operation. Kwa upande wa nchi ya Marekani, jana walifanya mashambulizi takriban kama masaa 5 katika target tofauti, kuanzia katika sehemu kama za Bandar Abbas, kwenda katika sehemu za Jaski, kwenda katika sehemu za Abu Musa, kwenda katika kisiwa cha Kashmir pamoja na maeneo mengine ndani ya nchi ya Iran. Lakini target kubwa ambao wamekuwa wakiendelea kuizungumza ni kupunguza uwezo wa nchi ya Iran kushambulia meli ambazo zinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa maana target kubwa imekuwa ni katika kuangalia sehemu za radar system na sehemu za center ambazo zinaweza kukusanya baadhi ya taarifa na kisha zikaweza kufanyiwa utendaji kwenye kushambuliwa katika meli ambazo zinapita katika mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo anwani ya mashambulizi ya Marekani imebaki kwamba ni kupunguza uwezo wa nchi ya Iran kushambulia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini muundo mpya ambao tumeushuhudia katika mashambulizi ya nchi ya Marekani ni kwa mara ya kwanza Marekani imetumia drone zile za baharini kwa ajili ya kushambulia katika sehemu ya Bandar Abbas, katika sehemu ya mahala ambapo speedboat zile huwa zinakwenda wakati mwingine kwa ajili ya kutulizana au kwa ajili ya kufanya repair na vitu kama hivyo, lakini manake ni sehemu muhimu, ni center muhimu katika Bandar Abbas ambayo imekuwa ikitoa support katika baadhi ya especially katika upande wa speedboat ambazo zimekuwa zikienda katika eneo husika. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tumeona Marekani ameweza kutumia zile drone za kwenye maji kwa ajili ya kushambulia katika sehemu ya Bandar Abbas. Ila katika upande wa nchi ya Irani tumekuwa tukiendelea kuona nature ya mashambulizi yake, hasa ni kushambulia katika baadhi ya mifumo ambayo imekuwa ikisupport mashambulizi dhidi ya nchi ya Irani. Maana yake kushambulia katika sehemu za Patriot au zile radar system ambazo zina support mifumo kama ya Patriot, especially katika nchi kama ya Bahrain. Lakini vile vile tumeona kuna kujirudia tena kwa mashambulizi katika sehemu ya Prince Hassan base inayopatikana kule katika nchi ya Jordan. Lakini vile vile kuna mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea pia katika sehemu za Kuwait. Kwa hiyo kuna muundo kama huo ambao kwa upande wa nchi ya Iran target yake kubwa ni kupunguza uwezo wa center za nchi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu sera kubwa ya nchi ya Iran maana yake ni kuondoa ule uwepo wa zile base za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini vile vile ni kuchunga taarifa iliyopo ya kwamba ambayo imekuwa ikitolewa pia na Central Command ya Marekani baada ya Central Command ya Marekani kutoa taarifa kwamba wameshambulia katika maeneo tofauti ndani ya nchi ya Iran. Taarifa ya ziada ni kwamba wanajeshi takriban 50,000 ambao wapo katika eneo la Mashariki ya Kati. Hii imekuwa ikiashiria kwamba hesabu ya nchi ya Marekani inawezekana vile vile imefungamanishwa na ground operation katika siku za usoni, na ndio maana pamekuwa kuna nature ya mashambulizi ambayo tuliona katika siku takriban kama ya siku ya tarehe 12 kuamkia siku ya tarehe 13. Kwa pale kuna mashambulizi yalifanyika katika sehemu kama ya kule katika Ahwaz au katika mji wa Khuzestan, ambao actually ni mji ambao unapakana zaidi na nchi ya Iraq, lakini ni mji ambao uko mbali hata kama kuna sehemu ya bandari ya Khurramabad, lakini ni mji ambao uko mbali kwa kiwango fulani na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz. Hii inaweza inatoa indication kwamba licha ya kwamba kinachotagetiwa ni uwezo wa nchi ya Iran kuweza kuona sehemu ya ile ghuba ya Uajemi na sehemu ya mlango bahari wa Hormuz, lakini vile vile inawezekana lengo la nchi ya Marekani ni kutarget baadhi ya vifaa ambavyo vina uwezo wa kutoa support katika upande wa intelligence ya nchi ya Iran ili kuweza kuona ambayo inaweza kuifanya maana
maanake nchi ya Iran iweze kuona mienendo ya baadhi ya movement za kijeshi ambazo inawezekana zinakuwa engineered na nchi ya Marekani. Kwa hiyo by the way, mashambulizi ya nchi ya Iran actually yamekuwa kifocus zaidi katika kupunguza uwezo wa zile senta za nchi ya Marekani aidha kufanya mashambulizi katika nchi ya Iran au kuweza kutumika kama ni nyenzo muhimu za kusupport any movement au movement ya namna yoyote ya jeshi la nchi ya Marekani kuelekea katika nchi ya Iran. Lakini kubwa kuliko yote ni taarifa iliyotolewa na Rais Donald Trump ikikusudia kwamba kutokana na Marekani, kwanza ni taarifa ya kwanza kwamba Marekani wanakusudia kurudisha ile zuio lilokuwa wameliweka mara ya kwanza dhidi ya pwani za nchi ya Iran, na inategemewa takriban usiku wa leo kwenye saa 4 usiku inawezekana likaanza kufanywa kazi kulingana na taarifa ambazo zipo wazi. Lakini kupitia hilo inaonekana kwamba Marekani wametangaza kwamba wataanza kuchaji 20% ya mizigo ambayo inapita katika mlango bahari wa Hormuz, ikiwa ni sehemu ya huduma ambayo wanaitoa kwa ajili ya masuala ya security. Na hii maana yake ni lile ambalo Marekani walikuwa wakilikampeni kwamba Irani wasiweze kulifanya, maana yake kuchaji pesa kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz. Na viongozi wa nchi ya Iran kama kina Abbas Araghchi wamekuwa wakituma message za kufanya kama mizaha kutokana na ujumbe wa nchi ya Marekani, kwa sababu Marekani imekusudia kuchaji takriban 20%, lakini Abbas Araghchi ametuma ujumbe ukiashiria kwamba 20% ni nyingi sana. Kwa hiyo Iran wao wanaweza wakachaji walau 10%. Lakini kimsingi ni kwamba Marekani wana introduce equation mpya au wanaanzisha mlinganyo mpya katika eneo la Mashariki ya Kati, especially katika mlango bahari wa Hormuz. Na target kubwa ya mlinganyo huu maana yake hasa zinatagetiwa nchi kama 5. Maana yake nchi kama ya Oman, nchi kama ya Bahrain, nchi ya Kuwait, nchi ya United Arab Emirates pamoja na nchi ya Qatar kulingana na maelezo ya Rais Donald Trump. Na probably na nchi kama ya Saudi Arabia, kwamba kutokana na service au huduma ambayo Marekani wamekuwa wakiifanya ya kulinda katika mlango bahari wa Hormuz, maana yake ni kwamba meli ambazo zinapita katika mlango bahari wa Hormuz zitabidi zianze kulipishwa na nchi ya Marekani walau 20%. Lakini respond ya nchi ya Iran, kwanza kutokana na statement ambayo imezungumzwa na Ibrahim Zulfikar ambao ni msemaji ule wa Khatamul Anbiya. Ametoa statement kwamba mlango bahari wa Hormuz sio kiwanja cha kucheza kwa nchi ya Marekani. Maana mlango bahari wa Hormuz itaendelea kubaki kwamba iko chini ya ulinzi wa nchi ya Iran, na hii ni kutokana na kauli ya Rais Donald Trump alipotamka kwamba kuanzia sasa Marekani itakuwa walinzi wa mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo sehemu ya majibu yake ilikuwa ni kwamba Iran ndio itabaki kuwa ni mlinzi wa mlango bahari wa Hormuz, na katika kuprove hilo inaonekana ndio sababu ya nchi ya Iran kuweza kufanya mashambulizi mtawalia kwa maana mfatano katika meli takriban kama 4, maanake 3 zilishambuliwa katika usiku wa kuamkia siku ya Jumanne kwa maana siku ya leo, na 1 ilishambuliwa katika wakati wa asubuhi, meli za kutoka katika nchi ya United Arab Emirates, meli ambazo inaonekana kwamba kupita kwake katika mlango bahari wa Hormuz ilikuwa zinajaribu kutekeleza sehemu ya imani ambayo imekuwa na nchi ya Marekani ya kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini kiuhalisia ni kwamba kile kinachoonekana Marekani wameamua kubadilisha mgogoro huu kuwa ni sehemu ya uwekezaji, na ndio maana wameanza kuwa wanakusudia kuchaji 20%. Katika mazingira ya namna hiyo, maana yake ni kwamba meli zitakuwa zina hiari kupita katika korido ya nchi ya Iran. Maana yake inawezekana ukachajiwa pesa ya chini, lakini kupita katika korido ya nchi ya Oman ambayo Marekani wamekuwa wakijaribu kuilinda, inawezekana ukachajiwa katika gharama za juu. Hii ni equation mpya ambayo sasa hivi tumeanza kuiona katika mlango bahari wa Hormuz. Lakini kiujumla lile linaloonekana katika move hii mpaka sasa hivi, kwanza kabisa katika issue kama ya tangazo la Rais Donald Trump la kuchaji watu pesa takriban 20%,
Tafsiri yake kubwa ni kwamba Marekani kwa muda mrefu walikuwa wanahitaji wafanye joint venture na nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Yaani kwenye swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, idea ya kwanza ya Marekani ilikuwa ni kwamba washirikiane na Iran kuchaji watu pesa katika mlango bahari wa Hormuz. Jambo ambalo Iran walilikataa. Idea hiyo ni idea ambayo Iran waliikataa. Na Iran lengo lake la kuikataa ni kwamba mlango bahari wa Hormuz wao hawazingatii kama ni sehemu ya maji ambayo inatakiwa iwe treated kama ni sehemu ya maji ya kimataifa, kwamba inatakiwa ifuate utaratibu wa sheria za kimataifa, bali wao Iran walichokuwa wanakizingatia kwamba ni sehemu ya maji ambayo inapatikana ndani ya nchi ya Iran, lakini vile vile ndani ya nchi ya Oman. Kwa ina maana wao ndio watakaokuwa responsible katika kusimamia zoezi lolote kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz. Baada ya kuonekana kwamba idea hiyo imefeli ya Marekani kuchaji watu pesa wakishirikiana na nchi ya Iran, ndio iliyokuja idea ya pili ya kama mlango bahari wa Hormuz utakuwa urudi katika hali yake ya awali. Lakini plani ya kwanza ya nchi ya Marekani ilikuwa ni kuchaji watu pesa. Na hata hii plani ambayo Rais Donald Trump amekuja nayo kwa hivi sasa, mwisho wa siku ni kuchaji watu pesa. Yaani mwisho wa siku kwa sababu tumekuwa tukikariri kwamba hakuna upande ambao unahitaji vita iwe kubwa, pamoja na kwamba maandalizi yote ambayo yamekuwa yakiendelea ni ya kuchukua tahadhari ya kuelekea katika vita kubwa. Maana yake nchi ya Iran imekuwa ikichukua tahadhari kwa upande wake, na nchi ya Marekani imekuwa ikifanya maandalizi kwa upande wake wa kuelekea katika vita kubwa. Lakini mpaka sasa hivi kile ambacho kinaonekana ni kwamba bado hawajaelekea hasa katika, hawajaingia kabisa katika vita kubwa, kwamba pamekuwa na taarifa za kwamba Rais Donald Trump ametaarifu Congress kwamba hivi sasa yupo kwenye vita na nchi ya Iran, lakini kiuhalisia ni kwamba bado, na kinachothibitisha kwamba bado ni kwa sababu ya zile target ambazo wamekuwa wakishambulia. Bado hatuoni kwamba kuna tunasema zile potential target, zile target za juu kabisa kwamba za kushambulia sehemu ya miundombinu ya kijeshi ambayo ni mikubwa zaidi, labda zile bezi na vitu kama hivyo. Bado hatuoni movement ya namna hiyo, especially katika nchi kama Marekani, isipokuwa target kubwa imekuwa inatagetiwa katika upande sana sana wa pwani kwa ajili ya kufanya wepesi ya kile ambacho wanakikusudia, especially kuhusiana na issue kama ya mlango bahari wa Hormuz. Na hata katika upande wa nchi ya Iran, of course, imekuwa ikifanya mashambulizi, lakini unaweza ukaona kwamba zile target za nchi ya Iran zimepungua, na zimepungua ukiangalia katika siku za nyuma katika ile tunasema database ya nchi ya Iran ilikuwa ina focus katika zile economic center zote, zile sehemu zote za kiuchumi walikuwa wakishambulia, kwamba hapa kuna maslahi ya nchi ya Marekani ya kiuchumi walikuwa wakishambulia. Lakini kwa sasa hivi unaweza ukaona kwamba nchi ya Iran target yake kubwa imekuwa ina focus zaidi labda katika sini miundombinu ya kijeshi na mfano kama hivyo, lakini kuna target zingine wameamua kuziweka pembeni kwa sababu isiwe ni full scale war, isiwe ni ile vita kamili. Kwa hiyo ina maana wote wako bado katika hali ya kati kwa kati. Sasa hali hii inatupa mazingira mawili. Mazingira ya kwanza ni aidha kuwa katika kufanya maandalizi ya kuelekea katika mgogoro mkubwa, au kukaa katika mazingira ya kwamba kila mmoja anatafuta position, wanapokuja kwenye kufanya negotiation kila mmoja aweze kuwa na position ya yeye kuweza kushika. Na kwa kutumia konsepti hii ya pili ndio kuna umuhimu sasa wa Marekani kutangaza kwamba na wao wanataka wachaji watu pesa katika mlango bahari wa Hormuz, kwa kuzingatia kwamba suggestion ya watu kuwachaji watu pesa, huo ni msimamo wa nchi ya Iran. Nchi ya Iran inaamini kwamba watu wanatakiwa wachajiwe pesa katika staili ya namna yote, aidha ni katika staili ya gharama zile za mazingira pamoja na gharama za usalama, ambazo ukienda katika sehemu kama ya Bosporus kule katika nchi ya Uturuki zinafanyika mfano wa hivyo. Na hii ni kwa sababu pia nchi za Ulaya nyingi zimekuwa zikionyesha kwamba kwa mazingira yaliyopo katika mlango bahari wa Hormuz lazima watu wachajiwe pesa. Nchi za Ulaya zimekuwa zikishika stance ya namna hiyo kwamba kwa mazingira yaliyopo kuhusiana na mlango bahari wa Hormuz hakuna namna isipokuwa watu lazima watakuwa wanachajiwa tu pesa. Sasa itakuwa ni pesa kiwango gani, hilo ndio jambo lingine. Na kutokana na mfumo wa mazingira kama hayo ambayo imekuwa vile vile yanapendekezwa hata na nchi za Ulaya, ina maana inawezekana pia ikawa ndio ni miongoni mwa kichocheo cha Marekani kuamua kushika msimamo wa namna hii. Sasa mnapokuja katika kufanya negotiation, kufanya ile mazungumzo baina ya pande mbili, Marekani na nchi ya Iran, kwa sababu tunategemea mwisho wa mgogoro wote huwa unaishia katika diplomasia.
Hakuna mgogoro ambao unaweza ukaishia tu katika vita moja kwa moja. Mwisho lazima kuwa kuna channel za kidiplomasia. Sasa Marekani inapokuwa imeintroduce 20%, na sio kwamba itakosa wafuasi, itapata wafuasi kwa kuzingatia kwamba hizi nchi zote za Gulf hizi Qatar, Bahrain, Kuwait, wote hawa United Arab Emirates hawezi kukataa kufanya dini na Marekani, kwa sababu uwekezaji wa Marekani katika nchi zao ni mkubwa zaidi, na hata wale viongozi wao wakati mwingine kuwepo katika zile nafasi ni kwa sababu ya support ya nchi ya Marekani. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, maana yake Marekani haiwezi kukosa watu wa kufanya nao biashara kwa kuwakata 20%. Hao watu watakuwepo. Ukorofi itakuwa ni kwa nchi ya Iran kusema kwamba hakuna mtu kupita katika korido ya Oman. Haiwezekani mtu kupita. Mtu atakuwa apita katika korido ya nchi ya Iran kwa kuwasiliana na nchi ya Iran. Sasa mwisho anapokuja kuingia katika mazungumzo, Marekani anachaji watu 20%. Iran let's say labda wachaji watu 10%, kwa kuzingatia kwamba bunge la nchi ya Iran, moja katika hoja ambazo zimekuwa zikijadiliwa hivi sasa, kusema limefunguliwa takriban leo. Kwa hiyo moja katika hoja ambazo zimependekezwa mwanzo kabisa ni hoja ya mlango bahari wa Hormuz na hoja kuhusiana na nchi ya Lebanon. Sasa iwapo kuna utaratibu wa namna yote utakaopitishwa officially wa watu kuchajiwa pesa katika mlango bahari wa Hormuz, inapokuja kwenye swala la mazungumzo, maana yake Marekani atakuwa anachaji watu pesa na Iran watakuwa wanachaji watu pesa. Kwa hiyo ili waweze kufikia kwenye conclusion, ni lazima wakubaliane utaratibu wa kuchaji pesa utakuwaje. Ndicho Marekani inaonekana kwamba anakipigia hesabu sasa hivi, kwamba atengeneze mazingira ya sintofahamu lakini yanayofanana na mahitaji ya nchi ya Iran ya kuchaji watu pesa, ili watakapokuja kwenye negotiation wote wakubaliane kwenye kuchaji watu pesa, wasitofautiana kwenye swala la kuchaji watu pesa. Inaonekana hii ndio hesabu ya nchi ya Marekani ambayo mama kuisimamia sasa hivi, na hatuna hakika itafanikiwa kwa kiwango gani, lakini ni moja katika trick ambayo Marekani wamekuja nayo ili kuhakikisha kwamba wanasimamia katika upande huo, na hii ni kwa kuzingatia kwamba dili ilikuwa ni nyepesi. Kama Iran wangekubaliana na nchi ya Oman kwamba tutachaji watu pesa, dili ilikuwa ni nyepesi sana. Lakini dili ilikuwa ngumu baada ya nchi ya Oman kuwa inatiwa pressure na nchi ya Marekani kwamba wewe upande wako ruhusu meli zipite kawaida. Hii ndio utata ulipokuwa unatokea hapo, kwamba Iran yenyewe inataka ichaji watu pesa, lakini Oman yenyewe inataka watu wapite hivi hivi. Na hiyo ni kwa sababu tu ya pressure ya nchi ya Marekani. Sasa itakapokuwa pia upande wa Oman labda utakubaliana na nchi ya Marekani kwamba watu wachajiwe pesa, maana yake upande wa Iran watakuwa wanachajiwa pesa na upande wa Oman watu watakuwa wanachajiwa pesa. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, mnapokuja katika mazungumzo, maana yake itakayojitokeza ni hali ile ambayo tulizungumza mwanzo, kwamba pande zote mbili zinazungumza kuhusu kuwachaji watu pesa. Kama pande mbili zinakusudia kuchaji watu pesa, kwa hiyo muundo unakuwaje? Muundo maana yake tukubaliane kwamba sawa, pesa ichajiwe, itachajiwa katika muundo gani? Hii ndio hesabu hasa ya nchi ya Marekani. Lakini utata mkubwa itakuwa ni katika fikra ya pili ya nchi ya Marekani, kwamba Marekani yenyewe inahitaji iwe ndio msimamizi wa mlango bahari wa Hormuz, kulingana na kauli ya Rais Donald Trump kwamba kuanzia hivi sasa Marekani itakuwa yenyewe ndio wasimamizi wa mlango bahari wa Hormuz. Katika mazingira namna hiyo, maana yake ni kwamba ni jambo ambalo haliwezi kukubalika katika nchi ya Iran, na kama haliwezi kukubalika katika nchi ya Iran, hakuna matokeo yatakayojitokeza isipokuwa ni matokeo ya ile kublock kabisa mlango bahari wa Hormuz, kwamba hakuna kinachoingia wala hakuna kinachotoka mpaka waweze kufikia katika makubaliano, kwa sababu ukiangalia siku kadhaa nyuma Iran walikuwa washafunga mlango bahari wa Hormuz, na ndio maana hakuna meli ambayo especially za upande wa kusini mwa mlango bahari wa Hormuz katika upande wa Oman, hakuna meli ambayo inakuwa inaingia wala inayotoka. Kama kuna utaratibu wa namna yote, lazima ifanyike coordination na nchi ya Iran, lakini ni kwa sababu ya msingi wake wa kufunga mlango bahari wa Hormuz. Marekani nao wamekuja kuweka blockade nyingine kuhusiana na nchi ya Iran. Maana yake ni kwamba hakuna pia vile vile, yani ile kwamba Iran itakuwa yenyewe inajitreat yenyewe kama ni special, kwamba meli zinaweza zikaingia Iran au zikatoka. Maana yake mlango bahari wa Hormuz wote uweze kufungwa. Sasa katika mazingira namna hii, maana yake haiwezi hali hii kudumu kwa muda mrefu au ikakubalika kudumu kwa muda mrefu.
kwa sababu madhara yake maana yake ni makubwa zaidi katika nchi ambazo zinazunguka, ambazo zina matumizi makubwa ya mlango bahari wa Hormuz. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba tunachokitegemea ni kwamba wataingia katika mazungumzo, wataingia katika mjadala wa mazungumzo. Whether Marekani ana mpango wa kufanya ground offensive, yani kuingia kwa miguu au kwa staili ya namna yote, jambo ambalo actually ni gumu kwa sababu Iran maana yake kwa sasa hivi sio nchi iliyogawanyika, ni nchi ambayo watu wake ni kama wamoja. Kwa hiyo watu 50,000 kusema waingie katika nchi ambayo ukubwa wake ni mara 4 ya nchi ya Iraq hawezi kupata natija ya namna yote, lakini vile vile ina jeshi la wanajeshi wanaweza kufika takriban kama milioni 1. Ni move ambao unaweza kuona kwamba haiwezi kuwa na uhalisia au kupatikana kwa natija ya namna yote, lakini mwisho wa siku tunachokitegemea ni kwamba hili la mlango bahari wa Hormuz ndio jambo muhimu zaidi toka mwanzo wa mgogoro. Lakini structure kubwa, Marekani anaamini kabisa kwamba mlango bahari wa Hormuz ni moja katika sehemu muhimu ambayo lazima na yeye ashiriki katika namna ya kuicontrol, na ndio maana njia nyepesi ilikuwa ni kwamba ubaki kuwa wazi, kwa sababu Iran hawajalikubali hilo. Maana yake njia ya pili ni watu wachajiwe pesa, lakini wachajiwe pesa katika mtindo gani? Ilikuwa wenye nafasi ya moja kwa moja kucontrol na kuchaji pesa ni nchi ya Iran, ila kwa sababu Oman wamekuwa wakitikiswa na nchi ya Marekani, maana yake inakuwa Iran kama imebaki peke yake, inaonekana kwamba imekuwa ni fursa nzuri zaidi ya Marekani na yeye kuingia na kuweka utaratibu, ili mwisho wa siku wakirudi katika meza ya mazungumzo, pande zote mbili tu zinazungumzia swala la kuchaji pesa na mwisho wa siku waweze kubaliana katika mtindo huo ambao ilikuwa ni sehemu ya option ya kwanza ya nchi ya Marekani. Lakini bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kulitazama jambo hili, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tukapata taswira iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa. Nikuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu na nikuombe usahau subscribe, like, share pamoja na comment. Uwe na muda mwema.